Msemaji, ya pole kwa matokeo. Mmepoteza Tabora, mnakuja kupoteza tena hapa Mwanza. Sio ishara nzuri pengine kwa Tabora. Kabisa. Kwanza awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, mechi imemalizika salama. Salama wake tumemaliza mechi salama, lakini kwa maana ya matokeo kwa upande wetu kusema kweli imetumiza, kwa sababu unajua kupoteza mechi 2 mfululizo ligi kuu NBC soka Tanzania bara ni kitu ambacho Tabora hatujawahi kukizoea. Yaani hatujawahi ku-experience hichi kitu ambacho tunakutana nacho hivi sasa. Lakini tunasema kwamba ndio mchezo, kwa sababu ligi ni ngumu, kila timu inapambana. Unaweza ukaangalia Dodoma Jiji Pamba Jiji kwa sasa hivi ukiangalia kwenye msimamo hawako vizuri. Kwa hiyo na wao pia wanajitafuta. Kwa hiyo hatujakuja kucheza mechi nyepesi, ni mechi ngumu. Tunawapongeza Pamba Jiji kwa kile ambacho wamekifanya cha kuendeleza dhamira yao ya kujitetea wasishuke daraja ama wasicheze playoff, lakini sisi pia tunachukua hii kama changamoto, kwa sababu namna ambavyo tumejiandaa kutoka katika mechi ya Yanga, lakini pia kuanza safari ya kuja huku Mwanza katika mechi ambayo tumecheza leo haikuwa kitu kikubwa, na kwamba tumekuwa na wakati mgumu kwa sababu timu imetoka kupoteza, unafunga safari tena, unakuja Mwanza unapoteza. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunakwenda kukaa sasa benchi la ufundi, nafikiri wanaona kitu gani ambapo tunakosea katika michezo 2 mfululizo, kwa maana Tabora hatujawahi ku experience hichi kitu, kwa sababu tushazoea kushinda. Labda kama unashinda mfululizo, ikija kutokea labda mechi kama unakwenda unasare, lakini kwa extension ya kupoteza kusema kweli ni matokeo ambayo yanatuumiza, na tutakwenda kufanya kazi ya kinifu zaidi kuangalia nini ambacho tunapaswa kufanya katika michezo mingine ili tuweze kufanya vizuri, kwa maana tuna mechi nyingine dhidi ya Mashujaa, tunatoka tena kwa maana tunakwenda kucheza kule Kigoma. Kwa hiyo ni kabla ya kwenda Kigoma lazima tukae tutathmini, tuangalie mwenendo haya matokeo. Kusema kweli hayaridhishi, na tuna kila sababu ya kukaa na kujiwajibisha sisi wenyewe ili kuona kabisa kwamba tunakwendaje katika michezo ambayo iko mbele yetu hivi sasa, ambayo imesalia kabla ya kwenda kumaliza msimu wa 2024-25. Umedondosha alama 6 kwenye michezo 2 na Tabora United inahitaji kusogea kwenye zile nafasi 4 za juu kwa ajili ya michuano ya kimataifa. Hii inarudisha nyuma kiasi gani ukizingatia Singida mkono wao tofauti wa alama 10 na zimebaki mechi nyingi? Ni kweli, kwa sababu plani na malengo ni kwenda kufanya vizuri katika michezo ambayo ipo, na unaweza ukaona kabisa kwamba nafasi hiyo Tabora ya kufanya vizuri tunayo. Kwa hiyo ninaamini tutakapoenda kukaa na kuangalia namna ambavyo tumepoteza hizi mechi 2 mfululizo, tutakuwa sawa na tutajipanga vizuri zaidi ili michezo ambayo tunakwenda kucheza tusiweze kupoteza, kwa sababu wachezaji bado wana ile nafasi nzuri kabisa ya kufanya vizuri. Benchi la ufundi pia lina nafasi nzuri ya kufanya vizuri katika michezo ambayo imebakia. Nafikiri tubakiza michezo 5 kabla ya kwenda kumaliza msimu wa 2024-25. Lakini pia katika michezo 5 tuna mechi moja tu nyumbani dhidi ya KMC. Michezo 4 yote tunakwenda kutoka. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kukaa tena upya, kutathmini, kuangalia hizi mechi 5 zilizobakia tunaendaje ili tuweze kushinda, kwa sababu itakuwa ni kitu ambacho kitatuumiza kuona tumekuwa nafasi ya 5 kwa muda mrefu, alafu kuna timu inakuja inaipita Tabora, inashuka nafasi ya 6, nyingine inapanda nafasi ya 5, hali ya kuwa katika nafasi ya 5 tulikuwa na mipango ya kuhakikisha kwamba tunakwenda kumaliza nafasi ya 4. Lakini bado hatujachelewa, tunayo nafasi katika michezo hii 5 ambayo imebakia, na nina imani tutakwenda kufanya vizuri kwa sababu mechi zote bado ziko ndani ya uwezo wetu. Msemaji, ndio hapo sasa, mara baada ya kupoteza mchezo wa nyumbani na leo sasa unakwenda Kigoma, pengine unawaambia nini mashabiki wa Tabora na Tabora kwa ujumla kufikia mchezo huu? Ninachopenda kuwaambia mashabiki zetu ni kwamba hatutakiwi kukata tamaa, kwa sababu sisi tukianza kukata tamaa kwa kupoteza mechi 2 mfululizo, kuna timu ambazo zinacheza mechi 7 hazijawahi kuonja ladha ya ushindi. By then sisi wenyewe wana Tabora tumemisi kushinda, kwa maana mechi ya mwisho ambayo tulishinda ilikuwa dhidi ya Pamba Jiji ambao tulicheza saa 8 katika uwanja wetu wa nyumbani kabla ya kwenda kwenye mapumziko yale ya wiki 2. Kwa hiyo tangia tumerejea hatujapata ushindi. Kwa hiyo tuna kiu
hata wachezaji wenyewe pia wana kiu ya kuona kwamba lazima tushinde. Kwa hiyo kwa muda huu, kwa sababu leo tumemaliza mechi, tunarudi Tabora, tutakwenda kukaa na kutathmini, tuangalie tunakosea wapi, tunakwama wapi, turekebishe kitu gani katika hii michezo mitano ambayo imebakia, ili tuweze kufanya vizuri na mwisho wa siku tusivuke katika ule mstari ambao sisi tupo kwa hivi sasa. Ule utani wa mshikaji wako Moses William uliuona na ulipost. Uliuona au tumuite hapa Moses? Muite Moses. Moses! Hebu njoo. Njoo, sababu ule utani ule. Njoo, usipokuja nakupa masaa 24. Nataka tujue kama alikuzuia. Kama walikuzuia, ngoja aje atuambie. Nguvu ya kunizuia hana. Kwa sababu mimi ni kama kamanda. Nguvu ya kunizuia hana. Kama umekubali hivi kwa sababu naona taarifa. Bana semaji taarifa ule utani Christina aliuona moja bigi kabadilisha. Ulimuona kabla ya kusema utani ama alisikia neno lako akaamua badilisha? Huyu asubuhi tumewasiliana. Nikamwambia kile ambacho nakwambia, kama unahisi nakutania CCM Kirumba utaiona ile pale, lakini hautaweza kuingia. Kwa hiyo ikambidi kafika mapema, kaenda saluni mwenyewe vizuri kabisa. Umemwona leo kweli ya Madam Christina? Sio hii hapa singeweza kuingia. Unaona ameenda wigi, tunaona kidogo pamechangamka. Comment umesema sio utani. Ndio. Ulikuwa unamaanisha kwa hiyo? Ndio, nilikuwa namaanisha. Na asingeingia kweli uwanjani kama singebadilisha. Wigi. Wewe umeanza ni kuingilia maisha yangu. Yule alikuwa haingii. Huyu alikuwa haingii. Kwa hiyo tumshukuru shemeji. Kwa kweli agizo lake. Tumshukuru, umemsikia? Nimetekeleza, asante na shukrani, nimetekeleza agizo lake. Naona wewe anakusifia umependeza. Kwa hiyo sasa niambie, niwe navaa wigi au niwe navaa nakaa hivi? Chagueni. Weka hivi mpaka wakuseme tena. Kwa mpaka waniseme tena. Eti Mose vipi na tia Max basi? Hapa. Sasa hivi naenda hivi. Wiki nitoe. Mpaka lini? Twende hivi. Inategemeana mpaka utakaposhinda, kwa sababu kwa ninavyojua saa hizi akili ya kwenda saluni sio. Saa hizi mwisho leo kwenda saluni mwisho leo. Leo hii iko sawa, mimi sioni kama kuna shida. Alafu dadangu ndo anajua nani style hii, siko sawa hii. Iko sawa. Au nishone wiki. Mafundi ni wengi hapa Mwanza, kwa kibaki jambo tunaenda vizuri. Alinipa hela. Alikupa hela. Nalipa hela sawa. Sasa msirekodi hiyo jambo. Msirekodi na familia hiyo. Bwana semaji, sasa unampaja mtu kumwambia kwamba eti usiende saluni ujisije. Lete hela, asubuhi kanipa hela, nimemwambia oya. Mimi ndio nishaingia hapa. Niko hotelini. Sawa. Tuma mtu aniletee ama tuma hela. Kwa akatuma hela, nimeingia saluni, nimefanya mambo yangu, nimeingia uwanjani, case closed. Hili tumelimaliza. Hili tumelimaliza hili. Tujiandae msimu ujao. Kumfunga ilikuwa ni kama pai. Yaani hatuwezi kujadili swala la kumfunga. Sisi mimi na yeye tulikuwa tuna jambo letu ambalo halihusiani na huku kiwanjani. Kwa hiyo ya huku yameendelea, mimi na yeye ugomvi wetu ulikuwa ni hapa kichwani. Na pametekelezwa, maisha yanakwenda sawa sawa. Jamani, mechi inayokuja tukicheza na Tabora. Omba Mungu. Tukicheza na Pamba Tabora. Tukicheza na Pamba, si ndio? Yaani Tabora tunacheza na Pamba, anakuja Tabora. Wewe masaa 24. Wewe kacheza unakocheza huu mtambo mwingine. Twendeni wanangu, mnasemaje? Bwana semaji, hongera sana. Ushindi ambao pengine mlikuwa mnahitaji sana. Kocha mkuu alisema hii ni do or die kwa Pamba Jiji. Pengine tuanze kwa kusifu ubora mzima wa benchi la ufundi. Alama 3 muhimu. Mimi kwenye historia yangu ya tangu nimeanza kufanya kazi Pamba, sijawahi kwenda kiwanjani na mwanangu. Kwa leo mwanangu huyu hapa amekuja kiwanjani atusalimie kwa mara ya kwanza. Mambo. Kwa hiyo ingekuwa ngumu leo nipate fedhea, yani baba yake ateseke, alafu na yeye amekuja. Kwa hiyo ni baraka ambazo nimezipata za familia. Kama kawaida. Kwa hiyo chuma kimekuja kiwanjani, tumefanikiwa. Kimsingi mechi ilikuwa ngumu, tuwapongeze Tabora. Pamoja na ushindi wa leo bado wana timu nzuri, wana benchi bora la ufundi. Yaliyotokea ni matokeo hayabadilishi ubora wao, kwa sababu tumeweza kuwafunga. Sisi ni ukweli ilikuwa ni mechi ambayo ni muhimu, ilikuwa ni lazima tushinde ili kutengeneza mazingira ya kukaa salama kwenye msimamo wa ligi. So hii imeisha. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. So nadhani mambo mengine yatafuata mara baada ya mchezo wa leo. Nimpongeze ndugu yangu Christina, ametoka hapa. Kuna watu wengine ambao sometimes sio waelewa na hizi kazi. Hizi ni promotion tunafanya za mechi. Kwa hiyo kile ambacho nilikuwa nakisema cha Christina, hata kabla sijaenda kwenye press conference asubuhi nimeongea naye. Siku ile nikamwambia bwana,
hapa yengo ambayo mimi natoka nayo ni hii hapa. Kwa hiyo akasema basi hamna shida, wetu tuondoke. Kwa watu wasichukulie vitu kwamba personal, no, ni vitu ambavyo ni kazini kwetu tunatengeza, ili mradi atuvunjiane heshima. So maisha mengine yanaenda. So bado ni rafiki yangu, dada yangu, maisha mengine yanaendelea. Yeah. Moze, baada ya kumalizana Tabora tena nakuja pia hapa. Sio wepesi na sio pia mchezo mwepesi. Hesabu, lakini pia bado mkononi hesabu za mchezo dhidi ya JKT zipo pia kwa Pamba Jiji. Majukumu mazito kiasi gani? Yeah, of course. Hii imeisha kwa saizi, focus ni mchezo unaofuata dhidi ya Fontaine. Wako kiwanjani saizi, hatujui nini kitatokea kwao, lakini ukweli ni kwamba kwa sehemu ambayo tupo, kwa mazingira tulionayo, bado tunaendelea kupambana ili mambo yaende kuwa vizuri. So naamini mara baada ya mchezo wa leo technical staff watakaa kufanya analysis wapi wanatakiwa waboresha, alafu mambo mengine yaweze kuwa sawa sawa.